Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israeli Benjamin Netanyahu amejibu kauli ya pamoja kutoka Uingereza, Ufaransa na Kanada kwa kuitaka Israeli ikomeshe vita vya kujihami kwa ajili ya maisha yetu kabla ya magaidi wa Hamas kwenye mpaka wetu kuangamizwa, na kwa kutaka taifa la Palestina. Viongozi wa London, Ottawa na Paris wanatoa zawadi kubwa kwa shambulio la mauaji ya laiki dhidi ya Israel la mnamo Oktoba 7, huku wakikaribisha ukatili zaidi wa aina hiyo, Netanyahu alisema na kuongeza, vita vinaweza kumalizika kesho ikiwa mateka waliosalia wataachiliwa. Hamas itaweka chini silaha zake, viongozi wake wauaji watahamishwa na Gaza kuondolewa kijeshi. Hakuna taifa linaloweza kutarajiwa kukubali chochote kidogo na Israel, hakika hawatakubali. Hivi ni vita vya ustaarabu dhidi ya unyama. Israel itaendelea kujilinda kwa njia za haki hadi ushindi kamili upatikane, amesema hivyo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kauli hizo za Netanyahu zinakuja wakati ambapo Uingereza, Ufaransa na Kanada zimeionya Israel kuwa zitachukua hatua madhubuti ikiwa itaendelea na upanuzi mbaya wa operesheni za kijeshi huko Gaza. Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Uingereza, aliungana na viongozi wa Ufaransa na Kanada kuitaka serikali ya Israeli kukomesha operesheni zake za kijeshi na kuruhusu mara moja msaada wa kibinadamu kuingia Gaza. Hakuna chakula, mafuta au dawa iliyoruhusiwa kuingia Gaza tangu tarehe 2 mwezi Machi, hali ambayo Umoja wa Mataifa ilielezea hapo awali kama kusababisha maafa kwa wakazi wa Palestina. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu naye ametoka akiwajibu viongozi hao watatu wakisema wametoa tuzo kubwa kwa Hamas katika vita vinavyoendelea katika ukanda wa Gaza. Siku ya Jumapili, Netanyahu alisema nchi yake itaruhusu kiasi cha chakula kuingia katika eneo hilo baada ya kizuizi cha muda mrefu cha wiki 11, lakini inapanga kudhibiti Gaza yote. Viongozi watatu wa Magharibi walikosoa hilo kama jambo ambalo si la kutosheleza kabisa, kwani kunyima msaada muhimu wa kibinadamu kwa raia ni jambo lisilokubalika na kuna hatari ya kukiuka sheria za kimataifa, imesema taarifa ya pamoja ya viongozi hao ambayo imejibiwa na Bwana Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israel. Na sasa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshutumu Urusi kwa kujaribu kutumia wakati vibaya ili kuendeleza vita vyake nchini Ukraine, siku moja baada ya Rais Donald Trump kusema hatua kuhusu usitishaji wa mapigano zimepigwa kupitia mawasiliano ya simu na Rais Vladimir Putin. Ikiwa Urusi itaendelea kuweka hali zisizo za kweli na kudhoofisha maendeleo, lazima kuwe na matokeo magumu, Rais Zelensky aliandika kwenye mtandao wa kijamii na kuongeza kuwa Kiev iko tayari kufanya mazungumzo. Kufuatia simu tofauti na Zelensky na Putin siku ya Jumatatu, Bwana Trump alisema mazungumzo mapatano kati ya Urusi na Ukraine yataanza mara moja. Putin amesema yuko tayari kufanyia kazi mkataba juu ya uwezekano wa makubaliano ya amani ya siku zijazo, lakini hakushughulikia wito wa kusitisha mapigano kwa siku 30. Siku ya Jumanne, ikulu Urusi Kremlin ilipouza mapendekezo kwamba mazungumzo yalikuwa karibu, na mashirika ya habari ya serikali ya Urusi yakimnukuu msemaji Dmitry Peskov akisema hakuna makataa na hayatakuwepo. Wakati huo huo, Zelensky amezindua duru mpya ya diplomasia akizungumza na washirika wa Magharibi katika nia kupata uungaji mkono. Kufuatia simu na Rais wa Finland, Zelensky aliandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba Ukraine ilikuwa ikifanya kazi na washirika kuhakikisha shinikizo la Moscow linawalazimisha Warusi kubadilisha tabia zao. Hatua hiyo inajiri wakati Umoja wa Ulaya na Uingereza zikitangaza kwamba zimepitisha duru mpya za vikwazo dhidi ya Urusi. Umoja wa Ulaya ulisema inaorodhesha takriban meli 200 za mafuta ya Urusi na kuonya kuhusu jibu kali ikiwa Moscow haitokubali mapatano nchini Ukraine. Ni kupeleke kule nchini Iran ambapo tunaelezwa kuwa Rais wa Iran Dr. Masoud Pezeshkian amesema kuwa Teherani kama itasubiri maagizo au ruhusa kutoka kwa mtu yoyote na itaendelea kusimama imara kulinda haki zake kwa nguvu zote. Dr. Pezeshkian amesema hayo wakati alipokutana na Bwana Fuad Hussein, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya kigeni wa Iraq mjini Tehran, ikiwa ni kuashiria mazungumzo yasiyo ya ana kwa ana kati ya Iran na Marekani, na kusisitiza kwa kusema Irani kamwe itosalimu amri mbele ya mashinikizo ya kigeni. Mashinikizo hayo hayawezi kulinyima taifa letu mafanikio ya amani ya sekta nyuklia katika nyanja za afya, matibabu, kilimo na viwanda. Hatusubiri amri wala ruhusa kutoka kwa mtu yoyote kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya taifa letu. Akizungumzia uhusiano wa kina na wa kihistoria kati ya Iraq na Iran, Rais Pezeshkian amesema uhusiano kati ya jamhuri hiyo ya Kiislamu na Iraq haukuanza jana, bali unatokana na misingi iliyojikita mizizi katika miaka 1000 iliyopita. Tusalie huko nchini Iran ambapo tunafahamishwa kuwa mkuu wa majeshi ya Iran Meja Jenerali Mohammad Hossein Baghei ameonya kuwa hatua yoyote uadui dhidi ya Iran, ikiwemo ukiukaji wa haki yake ya anga,
itawaletea maadui gharama kubwa isiyoweza kufidiwa. Meja Jenerali Bagheri ametoa kauli hiyo baada ya mkutano wa ngazi ya juu wa vitengo vya ulinzi wa anga jijini Tehran. Ameendelea kusema wale wenye nia mbaya dhidi ya taifa la Iran na maadui wanapaswa kufahamu kuwa ukiukaji wowote wa anga letu utawaletea madhara makubwa na utasababishia hasara zaidi ya matarajio yao. Meja Bagheri amesisitiza maendeleo makubwa yaliyopatikana katika kuimarisha uwezo wa ulinzi wa anga ndani ya mwaka mmoja uliopita. Kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ametilia shaka kwamba mazungumzo ya nyuklia ya Marekani yataleta mwafaka, akisema kuwa taifa hilo limetoa masharti mengi na ya kukera kuhusu kurutubisha urani. Hatujui iwapo yatasababisha mafanikio yoyote, hatujui kitakachotokea, Ayatollah Ali Khamenei alisema. Rais wa Marekani Donald Trump alisema wiki iliyopita kwamba Iran walikuwa na aina ya makubaliano kufuatia duru 4 za mazungumzo yaliyopatanishwa na Oman tangu tarehe 12 Aprili, lakini kabla ya kufanyika kwa duru nyingine ya mazungumzo yanayotarajiwa wikendi hii, mpatanishi mkuu wa Iran amekataa madai ya mwenzake wa Marekani kwamba italazimika kujitolea kuacha kuzalisha urani iliyorutubishwa ambayo inaweza kutumika kutengeneza mafuta ya kinu cha nyuklia, umeme, lakini pia silaha za nyuklia. Trump, ambaye aliondoa Marekani katika makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani katika mhula wake wa kwanza madarakani, ameonya taifa hilo kuwa linaweza kukabiliwa na mashambulizi ya kijeshi kutoka Israel na iwapo mazungumzo hayo hatafanikiwa. Iran inasisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia ni za amani kabisa na kamwe haitotafuta kutengeneza au kupata silaha za nyuklia. Hata hivyo, imekiuka vikwazo vilivyowekwa na mkataba uliopo wa nyuklia ili kulemaza vikwazo vya Marekani vilivyorejeshwa miaka 7 iliyopita. Imekusanya madini ya urani yenye thamani kubwa ya kutengeneza mabomu kadhaa.